barabarani, tunakuomba tusaidie. Na pia Mheshimiwa Rais, ulipokuja uliahidi barabara ya Mbalizi kwenda Shigamba. Wananchi wa huko ndio wakulima, ndio chanzo kikubwa cha uchumi wa Mbeya. Tunakuomba Mheshimiwa Rais tusaidie katika hilo, na sisi tunakuahidi kura zote. Na leo naomba kura zote kwa Magufuli, tunyoshe mikono. Mbalizi oye! Mbalizi oye! Naomba kura zote kwa mbunge wenu ili naye aweze kumsaidia Mheshimiwa Rais. Ngeza oye! Naomba kura zote kwa madiwani wa CCM. Wamejipanga vizuri, wote wapate kura nyingi. Madiwani oye! Mbalizi oye! Mbeya vijijini oye! Wasarifa wayai. Ngeza oye! Madiwani wetu wagombeaji wa Chama cha Mapinduzi oye! Ndugu zangu wana Mbalizi, kwanza nataka niseme kwa dhati, Mbeya mwaka huu ni hatari. Kama watu wanataka waje wajue ushahidi, hata hapa Mbalizi tu watu mpaka huko alafu niache kuwafanizia kazi? Haiwezekani. Nitawafanizia kazi kwa nguvu zote. Mmenipa nguvu mpya ndugu zangu wa Mbalizi, mmenipa nguvu mpya, na hili ni deni kubwa kwangu, lakini kwa sababu niko hapa Mbalizi, nataka hata nieleze kwa uchache yale yaliyofanyika, kwa sababu tumekuja kuripoti yale tuliyoyafanya na mipango ya baadaye tutakayoifanya. Mtakapotuchagua, mkachagua na madiwani na mkachagua na Mheshimiwa mbunge Ngeza. Katika suala la elimu, ndugu zangu wana Mbalizi, tumeendelea kutoa elimu bila malipo, na katika eneo hili na jimbo hili zimetumika bilioni 5.47 na zimeongezeka shule 10 za msingi. Lakini si hilo tu, hata za sekondari za kidato cha 5 na 6 ziko 3, pamoja na nyumba za walimu ambazo tulifanikisha katika miaka 5 iliyopita. Katika swala la afya, ujenzi wa hospitali ya wilaya na vituo vya afya 3 ambavyo ni Irembo, Ikukwa pamoja na Santiria pamoja na zahanati 8 tumezifanya kazi katika kipindi cha miaka 5 katika wilaya hii ya Mbalizi. Najua inakuja wengine wilaya ya Mbeya vijijini, lakini saa nyingine tunalipoteza jina. Unapoita wilaya ya Mbeya vijijini, ungesema wilaya ya Mbalizi au wilaya ya nini, inaleta raha zaidi. Ndiyo mambo ya msingi ambayo unakwenda kuiangalia baadaye. Hata kuweka majina unaipoteza wilaya. Unaanza kuzungumzia wilaya ya Mbeya vijijini. Kwani hapa ni vijijini hapa? Hapa ni vijijini jamani hapa? Manyumba haya mazuri yote unaita vijijini? Nasema uongo ndugu zangu wa Mbalizi? Kwa hiyo haya nayo tutakwenda kuyaangalia, ili madiwani mtakao wachagua wakapendekeze hata jina zuri, badala ya Mbeya vijijini, Mbeya sijui wapi. Hii ni lazima ishike jina la maeneo haya. Na hata tunapopanga mipango, unakuwa unapanga mipango ya wana Mbalizi na wana wilaya hii. Mbalizi oye! Mbalizi oye! Lakini kuhusu maji, miradi 21 ya gharama ya shilingi bilioni 6.1 imeongeza upatikanaji wa maji. Na wakati fulani nilipita hapa, palikuwa na tatizo la maji, tukaamua zitolewe bilioni 3. Nilikuwa na waziri wa maji. Mradi ule naambiwa ni wa mserereko, maji yameanza kuja,
kilichobaki ni kuyasambaza katika maeneo mbalimbali. Lakini lazima niwaambie ndugu zangu wa Mbalizi, tulikuwa tumekosa connection. Hamkuwa na msemaji. Na haya ndiyo makosa ya kuchagua kwa jazba. Mliniletea madiwani wa vyama vingine hapa, nasema uongo? Hayo ndiyo huwa ni malipo yake. Na mimi wana Mbalizi lazima niwaambie ukweli. Kufanya kosa ni kosa, kurudia kosa. Naomba mwaka huu mfanye mabadiliko makubwa. Mimi Mbalizi hii naifahamu sana. Miaka ile yetu tulikuwa tunaenda Tunduma kwenda kununua hata sabuni. Wakati huo huku palikuwa hakuna. Tulikuwa tunafika kwenye daraja moja, mnawakuta polisi ndio wamejaa pale. Tulichokuwa tunafanya, unateremka kabla ya daraja, halafu unatembea kwa miguu. Daradara inakuja na kuchukulia huku. Zilikuwa zinaitwa express. Nasema uongo? Kwa hiyo Mbalizi ninyi hapa napajua ni mahali pa biashara. Watu wana vision nzuri, watu wana mwelekeo mzuri. Lakini mnajichelewesha saa nyingine ndugu zangu. Na ndio maana swala la maji, hakuna mtu aliyekuja kuniambia mpaka siku nilipopita hapa. Sasa mwaka huu mniletee madiwani wa CCM. Mniletee madiwani kwa sababu maendeleo hayana chama. Swala la umeme, tumefikisha umeme kwenye vijiji 67 kwa shilingi bilioni 21. Vimebaki baadhi ya vijiji vichache. Tuchagueni, tutakwenda kumaliza. Kwenye miaka 5 ijayo tunakusudia kuendelea kuimarisha yale ambayo yako kwenye ilani ya uchaguzi, ambayo kwa jana nimeyazungumza sana. Lakini pia tumepanga kuimarisha usafiri katika masuala ya miundombinu. Hata hii barabara ya Igawa Tunduma ambayo inapita hapa Mlandizi, hii nayo tutaipanua na kuimarisha zaidi, hasa kwenye miteremko pale ambapo magari huwa yanasubiriana saa nyingine. Lakini barabara nyingine ni Mbalizi Nyang'ombe, Mkwajuni, Pandamere, Makongorosi na barabara ya Mbalizi Garula. Vile vile tutakarabati barabara ya Mbeya Tunduma na kuimarisha hizo. Lakini ninafahamu uwanja wa ndege wenyewe wa hapa kuendelea nao. Lakini kikubwa ninafahamu mna changamoto. Moja ya changamoto ni ombi la barabara ya Mbalizi Shigamba kilomita 52. Hii barabara nimeshaipitia mimi. Kilomita 52. Mtampa lakini kura kweli huyo mbunge? Mtampa na hawa madiwani? Kweli watu ninyi wa Mbalizi mtafanya hivyo? Au mnanizungumzia tu hapa nitoke nimefurahi alafu baadaye mnafanya mambo yenu? Wangapi watampa mbunge kwanza tukubaliane? Na Mungu anawaona mmenyosha mikono. Na wangapi watawapa madiwani pamoja na diwani wa hapa? Mnafanya mabadiliko, si ndio? Haya, wasaidizi wangu naomba muandike hili. Hii barabara ya Mbalizi Sigamba kilomita 52, baada ya uchaguzi tukishamaliza katika kipindi kinachokuja, mimi najikomiti mwenyewe, najikomiti mbele ya wananchi wa Mbalizi, tutaitengeneza kwa kiwango cha lami. Lami oye! Ninaifahamu hiyo barabara inaenda hivi na inaunganishwa mpaka hata Kituro mpaka ndio. Naomba hili nilibebe. Siwezi nikashindwa. Jamani Mbalizi si tumemaliza? Bado kulikuwa na kero ya maji kidogo kidogo, kuna ombi la barabara ya lami kilomita 30 ndani ya mji mdogo wa Mbalizi. Kuna tatizo la ajali kwenye mteremko wa Uwambi kwenda Mbalizi kutokana na ufinyu wa barabara. Hili nalo tutalipanua hilo barabara. Kama tunaweza kujenga mafly over Dar es Salaam,
tushindwe tu kupanua hapa na watu wao wanapata ajali. Hili nalo naomba mniachie nilishughulikie. Lakini pia tutatengeneza diversion nyingine ya kutoka Uyole kwenda Songwe, ili magari mengine ambayo hayahitaji kupita Mbeya mjini yawe yanazunguka yanayoendelea, hasa magari ya Transit Good. Mbalizi oye! Lakini pia kuna tatizo la umeme katika maeneo ya pembezoni. Katika miaka 5 iliyopita tumepeleka umeme katika vijiji 9,700. Tanzania nzima vimebaki vijiji 2,500. Hivi vijiji vilivyobaki vya Mbalizi na maeneo mengine tunakwenda kuvimalizia. Na bahati nzuri kwa sasa hivi tunatengeneza chanzo kikubwa cha umeme cha bwawa la Nyerere kule Stiglas Gorge. Kwa hiyo umeme hautakuwa na tatizo, na ndiyo maana tulianzisha huu mradi mkubwa katika kuhakikisha tunatengeneza maandalizi ya kuhakikisha maeneo mbalimbali yakiwepo ya Mbalizi yanapata umeme. Tunachowaomba ndugu zangu wa Mbalizi, maendeleo hayana chama. Ingawaje maendeleo ya kweli yatatokana na chama kinachojua maana ya maendeleo ni nini. Na chama hicho ni Chama cha Mapinduzi, ambapo tumeyanakili yote yanayotakiwa kufanywa katika kitabu hiki cha ilani ya uchaguzi. Hakuna chama chochote katika wagombeaji mtakao wakuta mambo yao wameyapanga katika kurasa 303 watakao yatekeleza. Wakipita hapa waonyesheni, muwaombe tuonyeshe ilani ya uchaguzi yao ina kurasa ngapi. Sisi ni kurasa 303. Maana yake yale tuliyoyafanya katika miaka 5 tumeongeza mara 2 zaidi, ili Tanzania hii ibadilike. Na ninawaomba ndugu zangu wana Mbalizi, mwaka huu ni mwaka wa mabadiliko, na mabadiliko yawe reflected kwenye maendeleo. Tumechelewa. Na mimi nawaambia ndugu zangu, ni mtumishi wenu na nazungumza kwa dhati. Kule Dar es Salaam nilipokuwa nawaambia tutajenga maflyover mengi zaidi hata ya 5, hawakuamini. Hakuna aliyeamini kwamba unaweza ukapitisha gari ghorofa la 3 kule mita zaidi ya 15. Hakuna aliyeamini. Lakini leo ni mashahidi. Tumeibadilisha Dar es Salaam. Tumeweka pale zaidi ya bilioni 660. Hakuna cha msongamano au mtoto wa msongamano utatokea tena. Ndiyo maana ninawaambia ndugu zangu wa Mbalizi, nazungumza kwa ukweli, kwa sababu ninawapenda watu wa Mbeya. Nawapenda kweli kweli wa Kikuru na Wanyampara. Na leo ni siku ya Wanyampara. Ni siku ya wazee duniani. Napenda pia niwahakikishie wazee, serikali ninayoiongoza iko pamoja na wao. Na ndiyo maana tuliamua wazee wote wao wanatibiwa bure kwenye hospitali zetu. Bado kuna changamoto chache, lakini katika kipindi cha miaka 5 inayokuja tutazikabili na kuzimaliza. Nawaambia ndugu zangu, mazuri yanakuja, msijikatishe. Mazuri tuliyoyapanga yapo. Ninawaambia ndugu zangu wa Mbalizi, na msema kweli ni mpenzi wa Mungu, na kuja kuwaeleza ukweli na kuwaletea habari njema za kwamba tushikamane wote wa vyama vyote. Na ukweli unabaki kuwa ni ukweli. Mahali ambapo hawajakuchagua haina tofauti na ukawa na watoto. Uwezo ukashibisha kwanza watoto wa nje kabla hujasibisha watoto wako wa kuzaa. Na watoto wangu wa kuzaa ni CCM. Kwa hiyo ninawaomba sana, tunahitaji maendeleo, ninahitaji kura za watu wote wa vyama vyote. Lakini ili tukatekeleze haya, kwa sababu tukishachaguliwa hatuendi kutekeleza ilani ya chama kingine, tunakwenda kutekeleza yaliyoko humu. Basi mniletee madiwani na wabunge wa Chama cha Mapinduzi ili nikatekeleze haya ambayo nimeyapanga kuyatekeleza. Hata Mbalizi barabara hizi kwani ni tatizo? Kilomita 52. Kilomita 52 zinatushinda serikali.
yenye mabilioni mengi. Tunakusanya kwenye dhahabu, tunakusanya kwenye utalii, tunakusanya mabilioni yapo, wala hatuombi mkopo, pesa ipo. Zamani fedha zilikuwa zinaliwa na mafisadi. Mafisadi nimeyabana kweli kweli. Mafisadi nimeyabana, na ndiyo maana hayawezi yakafurahi. Na fisadi sio lazima awe Mtanzania tu, mafisadi wamekuwepo. Na mimi niliamua kazi yangu na sadaka yangu kwa Watanzania ni kupambana na mafisadi na kulinda rasilimali za Watanzania kwa manufaa ya wanambarizi na Watanzania kwa ujumla. Mbarizi oye! Jamani, wangapi mtanipa kura basi Mbarizi? Mbarizi safi! Ninamuomba rafiki yangu mmoja hapo aniombee kura. Hebu panda kwenye gari pale, kwa sababu nchi yetu inajali watu wote, walemavu, wazee, wakina mama na kila mmoja. Mpeni maiki aniombee kura, kwa sababu katika ilani ya uchaguzi tumeweka pia swala la kuhudumia watu wenye ulemavu. Maneno ya Mungu yanasema, kisha nikasikia sauti ya Bwana ikisema, tumtume nani Tanzania? Baba kutoka Chato kasema, nitume mimi Bwana. Haleluya! Naamini wanambalizi na wanambea vijijini kwa ujumla, hutapoteza kula hata moja mzee wangu. Bwana ni mwema, make katika Wafilipi 13 inasema, na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Naamini utatenda mema Bwana. Haleluya! Asante. Njoo nikupe na kofia yangu kabisa hapa, nikupe. Njoo hapa rafiki yangu bana. Naitwa nani? William Simwari. Basi Mungu akujalie sana, akubariki. Chukua na hii hapa hela, utakwenda kununua chochote. Mungu akubariki sana. Wasije wakageuza wakasema nimehonga. Nimetoa kwa mtu huyu kwa upendo wangu, kwa ajili ya kutambua juhudi za walemavu katika nchi yetu. Sisi ni walemavu wa kesho. Sisi wote tuko pamoja, na hawa wote wameumbwa kwa mfano wa Mungu. Mbarizi nimeahidi hiyo barabara niliyoizungumza kilomita 52 kwa heshima kubwa ya madiwani hawa pamoja na mheshimiwa Mzee Ngeza. Na mmepata kweli, ameshaanza kuchomekea mambo ya ubunge hapa. Lakini mniletee madiwani. Madiwani wa hapa, mko hapa? Ninaomba msogee hapa mbele ya gari, alafu tunyoshe mikono kwa pamoja. Haya, naomba mnyoshe mikono pamoja na Yona anayetajwa wa hapa Mbarizi. Haya, naomba mrudie maneno nitakayokuwa nayazungumza. Sisi wagombea udiwani wa Mbarizi tumesimama mbele ya wananchi wa Mbarizi, wa vyama vyote, tukiwaomba kura. Tunawaomba watupe kura ile tukawatumikie wao. Tutakapochaguliwa kuwa madiwani, tutahakikisha tunapiga vita rushwa. Tunapiga vita ukabila. Tunapiga vita udini. Na tunapiga vita uvyama. Kwa sababu tutawatumikia Watanzania wote bila kubagua vyama vyao. Tutalinda rasilimali zitakazokuwa zinatumika kwenye halmashauri yetu. Na Mungu atusaidie. Jamani, mtawapa madiwani wangu hawa? Haya, ninawapa kazi moja waheshimiwa. Kikao chenu cha kwanza mtakachokaa baada ya kuchaguliwa na wananchi hawa, kwanza mkajadili maendeleo
ya wilaya hii. Najua ninyi mtachagua jina zuri, lakini mkakae pia muangalie jina zuri badala ya Mbeya vijijini, kwa sababu mimi naiona hii Mbalizi na Mbeya vijijini sio vijijini. Tunajishusha sana. Kama mkachague jina lililo zuri kwa makubaliano yenu, mkiamua hii wilaya iitwe Mbalizi, ninyi wenyewe mtaamua. Mkiamua iitwe nini, ninyi wenyewe mtasema. Na mimi nataka niahidi, wilaya hii nitaijenga upya. Naahidi wilaya hii ya Mbalizi nitaijenga upya. Hiyo ndio ahadi yangu kwenu. Tuendelee kuombeana, lakini pia kumtanguliza Mungu. Tulinde amani yetu na upendo ndani yetu. Sisi wote ni Watanzania, hatutakiwi kubaguana. Tuchape kazi, na bahati nzuri Mungu anatupenda, ndio maana ametuepusha na swala la corona. Zamani hata mtu ukipiga chafya tu hapa wanakukimbia. Nasema uongo? Hata ukiwa na mke wako akipiga chafya unasema wewe sogea huko. Nasema uongo? Hata kama ni mume wako akapiga chafya, siku hiyo utalala vizuri? Mungu ametuokoa na tatizo hili. Kwa hiyo tuendelee kumtukuza na kumshukuru Mungu kwa upendo mkubwa kwa taifa letu na kwa wanambalizi. Tuchape kazi kwa ajili ya maendeleo ya kweli. Mbalizi oye! Basi tunyoshe hivi mikono. Mbalizi oye! Mbalizi oye! Mbalizi oye! Maendeleo oye! Umoja oye! Mshikamano oye! Upendo oye! Upendo oye! Maendeleo oye! CCM oye! Mbalizi oye! Mbalizi oye! Asanteni sana ndugu zangu kwa kunipokea. Mumeniachia deni kubwa. Deni kubwa. Mapokezi haya yataendelea kunigusa katika moyo wangu. Na jukumu langu kubwa litakuwa kuwatumikia wanambalizi kwa maendeleo ya kweli na taifa jipya la Tanzania. Asanteni sana, Mungu awabariki sana.